Fahamu kwamba miongoni kati ya vitu ambavyo wanafanya kwa maana kwamba hawafanya biashara ambao wanaingia kwenye hizi club wazabuni na vitu vingine kama hivyo ni pamoja na kutaka hii biashara ambayo tutaizungumza. Na ukizungumza kuhusiana labda na jezi mpya kama hivyo Young Africans kwa mfano, je, walipozalisha ni kwamba wanaingiza pia mzigo mwingine sokoni na wanafanya pia biashara. Hii ni tafsiri kwamba kwa Simba ukiachilia mbali huo usasa ambao tunauzungumza, kuna uwezekano mkubwa kwamba pengine biashara ya jezi kwa upande wa klabu ya soka ya Simba imeonekana labda kutokuwa kwenye mtiririko huo ambao labda ulitarajiwa, na ndio maana imekosekana nguvu ya kuzalisha jezi mpya, kwa sababu wanasema mara nyingi ukipata raw market au ukipata soko ambalo lipo kama mfanya biashara unaweza kali-exploit ile soko. Nadhani hiyo inaweza ikawa pia ni sababu kwamba labda kuna uwezekano huku sokoni Simba jezi zao na mashabiki wao kidogo inawezekana hakujakuwa na ule mwitikio ambao mimi sijawahi kufanya biashara kama ya kuuza jezi, lakini kwa utafiti wangu mdogo na maisha yetu ya Kitanzania ni ngumu sana kupata kuuza jezi mwanzoni mwa msimu alafu kauza jezi katikati ya msimu kwenye uwiano unaolingana. Ni ngumu sana. Na mara zote huwa jezi ya msimu ndio inakuwa na nguvu kuliko jezi ya kimataifa. Kwa sababu kwanza inatoka mapema wakati msimu unaanza. Manake wanaonunua namba inakuwa ni kubwa kuliko namba ya watu ambao watanunua kwenye jezi za kimataifa. Na ndio maana mara nyingi wazabuni wengi au watu wengi ambao wamezalisha vifaa vya michezo vya hizi timu, kwa mfano Simba ambao mtu ameingia na kutoka, mara nyingi unakuta mtu anakuambia awamu ya pili nimepata hasara. Awamu ya pili anapata hasara kwa sababu jezi zinakutana katikati. Yaani anakutana na jezi za ligi, anakutana na jezi ya kimataifa, zinakutana hivi. Zikikutana hapa, lazima mauzo ya staki tu kwa namna yoyote ile. Kwa sababu kuna bidhaa ya brandi moja, kuna bidhaa mbili za brandi moja zote ziko sokoni. Na zote walaji wake ni wale wale. Unajua watu wa mpira sio wengi. Yaani watu wa mpira ni wale wale tu, wanajirudia. Yaani ni wale wale, wanakuja watu wapya wachache ambao pia sio wote wana mapenzi ya kuvaa jezi na kutembea nazo. Yaani wenye mapenzi ya kununua jezi na kutembea nazo ni wachache sana. Lakini wengi wao mapenzi yao na jezi ni kuvaa wakiwa nyumbani kwao. Yaani atanunua jezi labda weekend akiwa nyumbani atavaa na nini. Sasa sio wote watakuwa interested kununua jezi kila msimu.